2. Uwezo na thamani ya fikira halisi hutegemea kudhihirika kwake katika vitendo. Oktoba 18. Uhalisi wa mwanadamu ni fikira zake, sio kiwiliwili chake. Nguvu ya kufikiri na nguvu ya kimwili ni wenzi. Ingawa mwanadamu ni sehemu ya muumbo wa mnyama wa anamiliki uwezo wa kufikiri wa juu zaidi kushinda viumbe vingine vyote. Ikiwa fikira za mwanadamu zikielekea daima kufikiri mambo ya mbinguni, ndipo mtu huyo anapokuwa mtakatifu. Kwa upande mwingine, iwapo fikira yake haipai, bali imejielekeza chini na kujivuta yenyewe kwenye mambo ya ulimwengu huu, anaendekeza zaidi na zaidi mambo ya kimwili hadi anafikia hali iliyo bora kidogo tu kuliko ile ya mnyama. Fikira zaweza kugawanyika katika mafungu mawili. Fikira ambayo hutokana na ulimwengu wa fikira tu. Fikira ambayo hujieleza yenyewe katika vitendo. Baadhi ya wanaume na wanawake hujitukuza katika fikira zao tukufu, lakini iwapo fikira hizi kamwe hazifiki kwenye uwanja wa vitendo, zinabaki kuwa hazifai. Uwezo wa fikira hutegemea udhihirikaji wake katika vitendo. Fikira ya mwanafalsafa yaweza, hata hivyo, katika ulimwengu wa maendeleo na mabadiliko, kujifasiri yenyewe katika vitendo vya watu wengine, hata ikiwa wao wenyewe wanakuwa hawawezi ama hawako radhi kudhihirisha mawazo yao makuu katika maisha yao wenyewe. Wanafalsafa wengi wapo kwenye kundi hili, mafundisho yao yakiwa juu ya vitendo vyao. Hii ndiyo tofauti kati ya wanafalsafa ambao ni walimu wa kiroho na wale ambao ni wanafalsafa wa hivi hivi tu. Mwalimu wa kiroho ndiye wa kwanza kufuata mafundisho yake mwenyewe. Anatekeleza katika ulimwengu wa vitendo zile fikira na mawazo yake ya kiroho. Fikira zake takatifu hufanywa dhahiri kwa ulimwengu. Fikira yake huwa ni nafsi yake mwenyewe, ambayo kwayo hawezi kutenganishwa. Tunapokutana na mwanafalsafa anayesisitiza umuhimu na utukufu wa haki na huku akimtia moyo mfalme jeuri katika udhalimu na ukandamizaji wake, hapo kwa haraka twatambua kuwa yeye anaingia katika kundi la kwanza, kwani huwa anawaza fikira za mbinguni na hatendi kulingana na njema za mbinguni. Hali hii haiwezekani kwa wanafalsafa wa kiroho, kwa kuwa wao daima huwa wanaelezea fikira zao tukufu na za juu katika vitendo.